Tuelekee kaunti namba 25 ambapo wakazi wa kaunti ya Samburu wamelalamikia mgogoro baina ya binadamu na wanyamapori, hali ambayo imechangia vifo vya watu wengi katika sehemu hiyo. Wakazi hawa wanaitaka idara ya wanyamapori kaunti hiyo kuweka ua ili kuzuia madhara zaidi. Kwa siku za punde pamekuwepo na ongezeko ya visa vya uvamizi wa ndovu, maisha ya wakazi wawili yakisitishwa hafla na uvamizi wa ndovu katika kijiji cha Lodokeje, Samburu Magharibi, hali ambayo imeonekana kuwakera viongozi. Wasamburu wamemalizwa na ndovu. Juzi tulipoteza mama wawili ya boma moja. Juzi tena tumepoteza mama ingine pande ya huko naitwa na Kisimana Barkeju. Tumepoteza mama watatu kutoka juzi. Na ninaomba kama wataenda kuangalia hiyo area, ndovu gani inaua watu, hatuwezi kunyamaza sasa ile watu wanyama ya msituni wanaua watu. Kando na maafa, mashamba ya wakazi wanaozidisha nguvu kazi kuzalisha chakula hayajasanzwa, ndovu wakiyavamia na kusababisha uharibifu mkubwa. Ndovu ndio hiyo imetumalizia mashamba. Sisi wanawake tumebaki wajane, tutaumia mpaka lini? Tunataka KWS waeke fence wasuie wanyama wao. Wamevamia mashamba na wameharibu mimea, sasa inazidisha umasikini na hata pia pundamilia. Alafu maneno na compensation, tungependa at least serikali ipate kushughulikia. Mama ameuliwa na watoto na ameacha watoto yao, wengine hata hawana baba. Sasa hao watoto watakaa na nani? Una baba, una mama. Nataka kuambia watu wa game, muamke mwende mtafute hizo mandovu, mjue ndovu gani imemaliza watu. Wakazi hao aidha wametuhumu mchakato wa fidia, wakisema familia zilizoathirika zinapaswa kufidiwa kwa wakati. Kupitia hao ambao wamepoteza watu wao, mkompensate. Na sio hata hao wengine, kuna wengine wanne ambao walikuwa wameuliwa. Tunaomba compensation, wapatie fidia kama serikali kwa haraka iwezekanavyo, ndio tuwapanguze hawa macho. Ripoti ya polisi inaashiria mauaji ya punde ya kina mama hao walikuwa wameenda msituni kusaka kuni kabla kukumbana na mauti. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, kituo cha polisi cha Maral, Gatuzi la Samburu.